Mheshimiwa Rais ameendelea kusisitiza kuwa na bajeti ya nchi ambayo inategemea rasilimali za ndani ya nchi. Kwa hiyo leo ambapo nimesikia katika mahubiri nimefarijika sana, kwa sababu jambo hili ili lieleweke vizuri linatakiwa iwe ni lugha na iwe ni wimbo wa kila Mtanzania. Leo Kanisa la Anglican kupitia mahubiri ya Baba Askofu yamenipa faraja sana, na hata Mheshimiwa Rais alisemea pia katika kipengele kimoja ambacho zamani na chenyewe kilikuwa kinafanyika, ilizoeleka katika maeneo mbalimbali ambako kuna vituo vya watoto yatima, watoto wenye mahitaji maalum. Ilizoeleka kwamba vituo hivyo vinaendeshwa kwa fedha za misaada kutoka nje, na yenyewe kwa kuwa eneo hili ni eneo muhimu, basi ni vyema sisi serikalini, lakini pia na Watanzania wote kuendelea kuachana na dhana hiyo kwamba watoto wasio na wazazi hapa Tanzania wanatakiwa kutunzwa na wasamaria wema wa mataifa mengine. Hayo mambo yanaendelea kuisha. Watoto wa Tanzania wenye mahitaji mahususi, walio na uhitaji, wanatakiwa watunzwe na Watanzania. Watu wenye uhitaji maalum wanatakiwa watunzwe na Watanzania. Nimewaelekeza wenzangu, na bahati nzuri leo hata waziri wa TAMISEMI yupo, niliwaambia hata kule kwenye halmashauri zetu tuendelee kubadilisha baadhi ya visheria kama tumebana sana, ambavyo vinafanya ofisi zetu za umma zisiweze hata kusaidia wahitaji, kwamba anaenda mtu mlemavu kwenye ofisi ya umma anaandikiwa tu barua akachangishe. Mtu mwenye ulemavu anaendaje kuchangisha? Huyo anatakiwa ameshafika kwenye ofisi ya umma na ndio tegemeo lake, achangiwe, arudi aendeshe, apewe fedha pale kwenye ofisi, aende aendelee na maisha yake badala ya kutumwa kwenda kuchangishwa. Hivyo hivyo halmashauri zote zipate orodha ya vituo vya watoto yatima na wahitaji, ili serikali pamoja na taasisi zake muhimu, wabia muhimu wa maendeleo kama ilivyo kwa kanisa, tujue huo wajibu ni wetu. Hauna mjomba wala shangazi kutoka taifa lingine kuja kuangalia wahitaji wa aina hiyo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.